Hello everyone, assalamu alaikum. It's been a while, lakini sasa nimerudi rasmi. By the way, asante sana kwa watu wote mlionitumia emails na kutaka kujua hali yangu. Mimi ni mzima na nimerudi kabisa. Na hakuna kitu kizuri kama kula maandazi ya flavor ambayo unaipenda, malaini ambayo hayana mafuta ndani. Na kama bado una struggle kwenye kupika maandazi, jaribu hii njia, utakuja kunishukuru baadaye. Bila kuchelewa, tuingie jikoni. Na hapa nitaanza kuchekecha unga wangu. Kuchekecha ni muhimu hata kama nitakuwa sikuonyesha, ila huwa nachekecha unga wangu kabla ya kuanza kutumia. Nimetumia unga kilo moja, nitauchekesha vizuri na kuhakikisha hauna vidudu au uchafu wowote. Nitaweka na hamira pakiti moja ya gram 10 au unaweza kuweka kijiko kimoja cha mezani. Nitaweka na sukari hicho kama nilichotumia ni kama vile mililita 125, lakini mimi nimetumia gram 130. Nimeweka na chumvi kidogo sana kwa sababu ya kubalance hiyo sukari isiwe nyingi sana. Pamoja na iliki, nimetumia iliki nyeusi, unaweza kutumia iliki yote ambayo unayopenda. Then nitavichanganya vitu vyangu vyote vikavu kabla ya kuanza kuweka vitu vya maji. Na sukari unaweza ukaweka kutokana na wewe mwenyewe unavyopenda. Na hapa nimepika mafuta yangu ni kama vijiko 4 mpaka 5, unaweza ukatumia butter pia ni sawa. Na mafuta yangu nitaanza kuyachanganya na kijiko kwa sababu yana moto sana, hivyo nikiweka mkono unaweza nikaungua. Nikihakikisha yamepoa, basi nitaanza kutumia mikono, nitachanganya unga wangu vizuri kuhakikisha unga wote umecoat mafuta na hakuna mabunyebunye ambayo yamebaki. Na hapa nilisahau kuweka baking powder mwanzo wakati wa kuweka vitu vingine vikavu, lakini sio mbaya, nimeweka baking powder kijiko kimoja cha mezani. Na nitaanza kuweka maji taratibu kwa awamu. Na maji yangu sio ya moto wala si ya baridi, yapo tu kawaida. Basi nitaanza kuweka maji kidogo kidogo ili unga wangu usije ukatota, au ukipenda unaweza ukakanda na maziwa au tui la nazi. Itatokana wewe mwenyewe na mapendekezo yako. Mimi nimetaka kuweka maji tu hivi ili nipate ile ladha ya iliki. Nitaendelea kukanda unga wangu kidogo kidogo huku nikisikiliza kama nahitaji kuongeza maji. Nikiona nahitaji basi nitaweka kidogo kidogo. Hakikisha unga wako wa maandazi umeukanda vizuri, yani umeupa muda kabisa wa kuukanda kama dakika 5 mpaka 7 hivyo. Na ndio unapata maandazi mazuri, malaini na yaliyochambuka vizuri na hayatakupa shida wakati wa kukaanga. Nitahamisha kuweka chini ili niendelee kukanda unga wangu mpaka utakapolainika. Unapaswa kulainika na kuwa soft kama hivyo mnavyoona kwenye video. Imenichukua takriban dakika 5 mpaka umekuwa hivyo, na nitaukusanya vizuri, nitaweka kwenye bakuli, then nitafunika na nailoni au unaweza kufunika na kitambaa kisafi au mfuniko, sahani, kitu chochote ambacho utaona hakitopitisha hewa. Na donge lako utaliacha sehemu yenye joto, unaweza ukaweka kwenye oven au microwave, lakini bila kuviwasha. Mimi ya kwangu nitaweka kwenye microwave na nitaiacha kama saa 1 ili iweze kuumuka vizuri na kujidouble size. Na baada ya saa 1 nitatoa donge langu, na kama mnavyoona umeumuka mara 2 yake. Nitaupunch kwa ajili ya kutoa hewa, then nitaukusanya vizuri ili niweze kupata donge moja. Ile donge moja nitaligawanya mara 2 niweze kupata madonge 2 ili yaweze kunirahisishia wakati wa kusukuma na kukata maandazi yangu. Na hapa nitasukuma kwa size ninayoipenda mimi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapenda maandazi manene
na wengine wanapenda mandazi membamba, hivyo utafanya wewe mwenyewe unavyotaka. Na mimi hii ndio size ninayoipenda, ambayo si nene sana na si nyembamba, yaani tu iwe na nyama ndani ya kawaida. Na nitaanza kukata pembe kwa sababu mimi nataka nikate shape ya pembe 4, lakini zipo shape aina nyingi tofauti za ukataji wa mandazi. Kuna diamond, kuna round, kuna pembe 3, hivyo unaweza ukafanya wewe mwenyewe ambavyo utapenda. Lakini kwa leo mimi nitafanya hii ya pembe 4. Na kwa wale ambao wanapenda mandazi manene sana, ni muhimu sana kuwa makini wakati wa kusukuma, maana ukiacha nyama nyingi, yaani kama haujasukuma sana, mkate wako unaweza usiwive ndani, yaani ukawiva nje tu, ndani unakuwa uko kama vile ugali. Na hapa nimeshakata mandazi yangu yote kabisa, yamekwisha. Nitaweka mafuta jikoni, na ukitaka kujua kama mafuta yako yamepata moto, unaweka kijiti au kimamio. Ukiona kinachemka basi utajua mafuta yako yamepata moto. Maana mafuta hayapaswi kupata moto sana wala hayapaswi kuwa mapole. Nitaanza kuweka mandazi yangu taratibu. Yaani ukiweka tu, ukiona yanaanza kupanda, unakuwa uko kwenye hatua nzuri. Na mandazi yako unavyoweka tu, unapaswa ugeuze kila mara. Yaani haupaswi kuweka mandazi alafu unaenda kufanya vitu vingine. Unageuza kila mara ili mandazi yako yaweze kupata rangi nzuri, lakini pia yaweze kuiva vizuri mpaka ndani. Utaendelea kufanya hivyo mpaka mandazi yako yatakapopata rangi nzuri ambayo wewe mwenyewe unaipenda. Kuna ambao wanapenda light brown, kuna ambao wanapenda golden brown. Hivyo itatokana na wewe mwenyewe utakavyopenda. Na mimi hii ndio rangi ninayoipenda. Nitaipua mandazi yangu ya tui ya kwanza, nitaweka kwenye chungio ili yaweze kujichunga mafuta, na nitaweka mandazi ya tui ya pili. Basi utafanya hivyo mpaka mandazi yako yote yatakapokwisha. Nadhani mmeona, it's just simple. Unaweza ukaamua mwenyewe, umeamka zako saa 12, umekanda mandazi yako na kuamua na kukata hapo hapo, na unafika unakaanga mpaka saa 2, saa 2:30 watu washapata mandazi. Ukipata chai yako ya viungo, imekolea viungo, yaani mandazi yetu ni mazuri, yanachambuka vizuri, lakini pia ni makavu, hayana mafuta hata kidogo. Na ni matamu sana ajabu. Natumai utapenda na kujaribu. Bye.